Karibu. Isaya 42 mstari wa 22. Nitasoma katika Yesu. Kitabu cha Isaya sura ya 42 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza. Wamekuwa mawindo, wala hapana aokoaye. Wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. Haya, tunaanza sasa kamoja baada ya kingine. La kwanza, watu hao wamekuwa nini? Lakini watu hawa ni watu walioibiwa. Cha kwanza wamefanyaje? Wamefanyaje? Jumatano nilisema ili uibiwe unafanya shetani anafanyaje? Kuna watu, sasa tunaenda kifupi kwa sababu hiyo vya Jumatano mtajua, mafundisho yako pale yamerekodiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu umeibiwa roho ya ndoa. Kwa leo tunafanya maombi ya kurejesha roho ya ndoa iliyoibiwa kwako na kwenye familia. Nikisema kwako na kwenye familia, familia namaanisha watu wa nyumbani kwenu wawe na uwezo wa kukaa kwenye nini? Kwenye ndoa. Iwe baba, iwe mama, wadogo zako, kaka zako, watoto wako wawe na uwezo wa kukaa kwenye nini? Kwenye ndoa. Inua mkono juu, sema kwa jina la Yesu. Sema kwa sauti. Kwa jina la Yesu. Usiseme kama mgonjwa, twende. Kwa jina la Yesu. Sema kwa kumaanisha. Kwa jina la Yesu. Jioni ya leo. Jioni ya leo. Ninarudisha roho ya ndoa ndani ya maisha yangu, kwenye familia yangu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Kuna watu wameibiwa roho ya nini? Ya ndoa. Sawa? Na kuna watu wameibiwa baraka ya ndoa. Kwa kama unaandika, andika kurejesha roho ya ndoa. Kuna mahali inaandikwa Biblia inasema mwili haufai kitu lakini roho ndiye atiaye uzima. Haleluya. Mwili haufai kitu lakini roho ndiye atiaye nini? Uzima. Haleluya. Kwa hiyo mili yenu nyinyi hata kama iwe mizuri vipi, roho ya ndoa kama haipo, uzima wa ndoa haupo. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo unarejesha roho ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine shetani anaweza kuiba kwenye ndoa, kwenye maisha yako wewe, ili kwamba uteseke. Shetani anaiba inaitwa nini? Baraka ya ndoa. Kuna roho ya ndoa na baraka ya nini? Ya ndoa. Baraka ya ndoa ni ule mjumuisho wa vitu vizuri ambavyo Mungu alitarget vikupate ama alipangilia vikupate, viwapate mkiwa kwenye ndoa. Sawa? Mjumuiko wa vitu vizuri. Nikisema mjumuiko wa vitu vizuri, kuna fedha, kuna kibali, kuna kazi, kuna mavazi mazuri, kuna amani, kuna nini, vitu vingi vingi. Sawa? Kwa nikisema baraka ya ndoa hapo nataka uwe umebeba vitu vingi. Shetani anaiba baraka ya nini? Ya ndoa. Haleluya. Biblia inasema baraka za Bwana hufanya nini? Baraka za Bwana hufanya nini? Biblia inasema baraka za Bwana hutajilisha. Haleluya. Sasa kuna watu huwa wanaomba utajiri, wanashindwa kuomba nini? Shetani anaiba nini? Baraka ya ndoa. Akiiba baraka ya ndoa, ndio unaona kwamba mwanaume akitoka akienda kazini, akirudi amefubaa, hana hela, hana akili, hana nini, vyote tu ni vurugu. Ndio akirudi tu ni mahasira. Mwanamke unaweza enda huko dukani, sio ama kwenye biashara ama kazini, unarudi umevimba, hauwezi hata ongea. Mtoto akikongea, toka hapa. Na wewe ndio mama. Nani? Baraka ya ndoa baraka ya ndoa ikiibiwa kwenye familia, mnakaukiwa, mnakuwa wakame. Ndio unaona kwenye familia hakuna mtu anayekumbuka kuomba, hakuna mtu anayekumbuka kuombea mwenzie, hakuna mtu anayekumbuka hata kusaidia mwenzie. Haleluya. Ni baraka ya ndoa imefanyaje? Imeibiwa. Kwa sababu baraka ya ndoa ikiwepo, kibali lazima kiwepo. Baraka ya ndoa ikiwepo, kuhurumiana lazima kuwepo. Baraka ya ndoa ikiwepo, upendo lazima uwepo. Baraka ya ndoa ikiwepo, furaha na amani lazima viwepo. Baraka ya ndoa ikiwepo, hisia lazima ziwepo. Wangapi wananielewa? Halo? Tunaenda sawa ama hatuendi sawa? Sasa baraka ikikauka, ikichukuliwa na shetani, unakuta hata hisia nini? Hakuna.
Hiyo sio wewe, nakwambia ni jirani yako. Haikuhusu, ndio maana unaona kama sio wewe. Sio wewe, ni ya jirani. Haleluya. Haleluya. Sasa mtajikuta hiyo ndoa inakuwa ni ya maumivu usiku na mchana. Kwa leo tunaenda kufanya maombi ya kurejesha baraka ya nini? Kwa nini tunarejesha baraka ya ndoa? Kwa sababu baraka za Bwana unafanya nini? Zinafanya nini? Zinatajirisha. Baraka ya Mungu ikiwepo, hela lazima itakuwepo. Baraka ya Mungu ikiwepo, mafanikio lazima yawepo. Baraka ya Mungu ikiwepo, hata kuvaa vizuri kuna kuwepo. Jifanye hujanielewa. Baraka ya ndoa ikiondoka kwenye familia, ndugu, ni shida. Baraka ya ndoa ikikauka kwenye ndoa yenu, unaanza jikuta ukimwangalia mwanaume hivi unaona kama ulikosea kuolewa naye. Ukimwangalia mwanamke unaona kama ulikosea kuolewa naye. Na kama ndo unasali hizi makanisa za kinabii, ndio unaanza kuja sasa na maombi ya mfululizo. Mungu nionyeshe kama huyu ni wa kweli. Ni majini ndio anakutuma kwenye hiyo maombi. Wangapi wananielewa? Mwanaume umekaa naye mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, miaka mitano, ndio unakuja kuuliza kama ni wa kweli ama ni wa uongo. Baada ya kumchoka. Acha hizo. Wangapi wananielewa? Halo? Mpaka sasa hivi kuna watu wanazurura. Mimi watu walikuwa nakuja. Siku hizi afadhali wamepungua. Zamani walikuwa nakuja, mtu anakuja, nataka kuniambie huyu ni mwanaume wa kweli ama ni wa uongo. Unaniuliza mmekaa kwa muda gani kwenye ndoa? Tuna miaka 6. Mna watoto wangapi? 3. Ndio unakuja kuniuliza mwanaume wa ukweli ama ni uongo. Yaani mpaka unabeba mimba ya kwanza haukujua, ya pili haukujua, ya tatu haukujua, mwaka wa kwanza haujajua, wa pili haujajua. Acha uongo wewe, mmechokana. Bwana Yesu asifiwe. Jibu ni wako. Sasa mbona ananisumbua? Hapo ndio tuende kwenye suluhisho. Kwa nini anafanya nini? Anasumbua. Wangapi amenielewa mpaka hapo? Mimi niliwaipokea mtu mzima, mama mtu mzima kabisa. Amekaa kwenye ndoa miaka 20. Miaka mingapi? Na tena alikuwa na watoto 5. Anakuja na niuliza kama mume ni sahihi ama sio? Nikauliza, mama, ni shetani ndio alikutuma hapa ama ni Mungu? Haleluya. Haiwezekani miaka 20 una watoto 5. Mtoto wa kwanza tena alizaa kabla hata wajaanza hiyo miaka 20 ni ile walioana, yani walifunga ndoa. Sawa? Achana ile miaka ya uchumba ya nyuma, na walifunga ndoa baada ya kuwa wameshazaa. Mtoto wa kwanza na miaka 22. Ndio uje uniulize kama leo ni mtoto anafaa, yani mume anafaa ama hafai. Sasa nikikwambia hafai, umekaa kwenye ndoa miaka 20, kweli ni Mungu anaongea ama ni majini ndio anaongea? Wangapi wananielewa mpaka hapo? Sasa hiyo yote inakuwa inasababishwa na nini? Ni baraka ya ndoa imefanyaje? Imeibiwa. Hiyo baraka ya ndoa ikiibiwa, unaanza kuona uliye naye sio sahihi. Haleluya. Mambo ya uliza mkiwa wachumba. Ukishaingia kwenye ndoa, mambo ya kuuliza yameisha. Utakachokutana nacho huko ndani, tafuta suluhisho. Na suluhisho sio kuachana. Biblia inasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asifanye nini? Na kama mwanadamu asikitenganishe, maana yake na tabia na zenyewe zisifanye nini? Kwa hiyo tunapoombea mahusiano ni pamoja na kupinga kila tabia inayoinuka kinyume na mwenza wako. Na hiyo tabia inainuka hasa baada ya baraka ya ndoa kufanyaje? Kuondolewa. Wangapi wamenielewa? Sema, naita baraka ya ndoa kwenye maisha yangu. Sema kwa sauti, naita baraka ya ndoa kwenye maisha yangu. Naita baraka ya ndoa kwenye familia yangu. Naita baraka ya ndoa kwenye nyumba yangu. Kwa jina la Yesu, kuanzia leo ninakataa roho yoyote inayopinga baraka ya ndoa kwenye familia zetu kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo utaanza kufanya maombi ya kuita baraka ya nini? Ya ndoa. Haleluya. Hivyo ni vitu vinakuwa vimeibiwa. Haleluya. Kwa kwenye kuibiwa tutaombea vitu vingapi? Roho ya ndoa na baraka ya nini? Ya ndoa. Roho ya ndoa imeunganishwa na nyota umo. Sawa? Kitu cha pili, watu walioibiwa na kingine wamefanyaje? Kuna ndoa za watu ziko mateka. Ziko nini? Kuna ndoa za watu ziko mateka, ni mateka ya shetani. Ndoa. Sikiliza nikwambia, hapa siongelei mume na mke, naongelea nini? Ndoa. Haleluya. Kinachosababisha mnaishi pamoja kikiwa mateka, maana yake na nyinyi mnakuwa nini?
mateka. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa ikiwa mateka ya shetani, ndio kila mtu unajikuta kati wale wawili, mke na mume, wanaanza jikuta kwamba hakuna mtu anayejali mwenzie. Ndoa ikitekwa, yani huwezi kumjali mwenzio, huwezi jali hisia za mwenzio. Ukishaanza kuona haujali hisia za mke wako, haujali hisia za mume wako, ujue ndoa imetekwa. Maanake mko chini ya, kuna mamlaka inawagandamiza, so inawapangia aina ya maisha ya kuishi chumbani. Hiyo ni ya kwanza, ni hisia. Ya pili, shetani anaondoa watu kujaliana. Yani unaona mwanamke ni mchafu, mwanaume ana hela lakini hata ajali. Hawezi hata toa hela mpeleke mke saluni, hawezi hata toa hela mke wake anunue nguo mpya. Unanielewa vizuri? Unaweza jikuta mwanamke na wewe una hela lakini huwezi jali mume wako. Saa zingine kuna ndoa zingine unajikuta mwanaume ana hela, mwanamke hana hela. Kuna ndoa zingine unajikuta mwanamke ana hela, mwanaume hana hela. Mwanamume akitembea barabarani anatembea na maviatu moja hivi yamepasuka hayaeleweki. Mdada unashuka na gari, na ukirudi nyumbani unamuita baby. Hii ndoa haipo, iko nini? Mateka. Nani ananielewa mpaka hapo? Unajikuta kabisa huwezi kujali. Mwanaume mzima unakaa mwaka mzima, hata kama mke ana hela, huwezi hata mnunulia kitenge, huwezi hata mnunulia nguo nzuri, huwezi hata mletea zawadi nzuri. Manake wewe umekuwa careless kwenye kila kitu. Wangapi wananielewa? Unaweza umwa kati yenu, mmoja akiumwa mwingine hata ajali. Unaumwa nini? Unaamka nini? Unaenda hospitali, uende hospitali utajua wewe. Sijui kama kuna mtu ananielewa vizuri. Unaona mwanaume unamwambia leo naumwa, anakwambia leo nataka uende kwenye biashara. Hajali chochote. Mwanaume anaumwa saa zingine, mwanamke uko hapo. Mwanamume ameumwa saa zingine wiki nzima. Kama ndio mnaishi maisha haya ya chini, ya kawaida, ya chini kabisa, ya wale wanaotafuta hela kwa siku ama kwa siku kadhaa ndio unapata hela, unajikuta mwanaume amekaa ndani ya nyumba siku 7 hajaenda kazini. Unashangaa siku ya 8 mwanamke unamkomalia hela ya matumizi, na akikwambia hana unamnunia, unamvimbia. Hiyo maana yake nini? Hakuna kujali hapo. Ni kwa sababu gani? Ndoa imekuwa mateka. Sema kuanzia leo. Sema kwa sauti. Kuanzia leo. Sema tena. Kuanzia leo. Sema tena. Kuanzia leo. Wewe shetani. Wewe shetani. Wewe kuzimu. Wewe kuzimu. Mamlaka za mapepo. Mamlaka za mapepo. Mnaoteka ndoa za watu. Leo. Achia. 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 Kwa jina la Yesu. Amen. Tunaenda sawa. Umeandika hiyo? Tunakomboa. Maana tunatoa watu kwenye mateka, tunakomboa ndoa itoke kwenye mateka. Amen. Kinachofuata, wamenaswa kwenye nini? Sasa hapa ndio kuna shida. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ndoa za watu ziko kwenye nini, na kuna watu wako kwenye mashimo kabisa, wamefukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nilifafanua kidogo. Mtu ambaye yuko kwenye mashimo, kama ndoa yenu yuko kwenye mashimo, ni ile ndoa hainaga maono. Wanandoa hawana nini? Maono. Unakuta mke na mume wote wanaishi ili mradi kumekucha. Yaani wao ukiwauliza mna mpango gani? Hawana mpango. Una mpango gani juu ya watoto? Hawana mpango. Yaani wote hamna mawazo chanya ya kuwaza kesho yenu, kuwaza kesho ya watoto wenu, yale mawazo ya kufikiri vitu vinavyoweza kusababisha familia iwe na fedha, familia iwe na nyumba, familia iwe na kiwanja, kubuni miradi inayoweza kusababisha fedha ziingie. Zile mawazo yote inakaushwa. Mnakuwa mnaishi tu ili mradi mnaishi. Mnakuwa hamna maono. Kwa sababu gani? Mpo kwenye nini? Kwenye shimo. Kwenye shimo hakuna mwanga, mko gizani. Unauliza mume wako, watoto mwakani shuleni wanaendaje? Mungu atafanya kila kitu. Mungu atafanya kila kitu. Mungu atafanya. Biblia inasema pasipo maono mtu hawezi kufanya nini? Hawezi kujizuia. Anaendaga bila kujizuia. Sawa? Ndio wale watu wanajikuta ndoa wanandoa kwa sababu wanajifanya wanapendana. Yaani kuna watu, hii ndoa inaweza kuwa iko shimoni na wote mko shimoni, kwa hiyo mnapendana kule kule kwenye mashimo, mnafarijiana kwenye shimo. Haleluya. Ndio wale watu wanajikuta kwamba wanapata hela kwa shida. Leo wamepata 1,000,000, wanahakikisha inaisha ndani ya siku 2, wanaanza tena kuhangaika. Unanielewa hujanielewa? Umeishi maisha siku unapata hela, unasema sasa leo hiyo siku ndio utanunua viatu, siku ndio utanunua nguo, hiyo siku ndio utanunua kitimoto, hiyo siku ndio utanunua kuku, hiyo siku ndio utanunua nini. Vitu vyote ambavyo ulivimisi kwa muda mrefu unataka uvinunue vyote kwa siku moja, na mume anakusupport tu.
Mke anakusapoti tu. Nyinyi wote anakuambia ni wajinga. Mko kwenye nini? Akipata hela na ikomeshea siku hiyo hiyo moja. Mume akipata hela, mwanamke unahakikisha kwamba unamuomba mpaka ziishe. Unapeleka wapi? Hakuna kwa kupeleka. Mtu akiwa kwenye shimo, hata uanzishe mradi ya wanandoa, unaona wale, unampa mke mtaji aanze biashara, saa zingine umekopa, mtaji unakufa. Unampa mume afanye biashara, mtaji unakufa. Ama mnaanzisha biashara kwa pamoja, biashara inakufa. Hakuna kitu kinaenda. Kwa sababu gani? Ndoto ya kufanya mfike mbali inakuwa iko wapi? Shimoni. Sema kila shimo lililomeza ndoa leo linatapika, litapike. Ewe shimo, kuanzia saa hii tapika ndoa, tapika ndoa, tapika ndoa, achia ndoa, tapika ndoa, achia ndoa kwa jina la Yesu. Ewe kuzimu uliyemeza ndoa kupitia mashimo, leo tapika, tapika, achia ndoa kwa jina la Yesu. Haleluya. Tunaenda sawa? Kinachofuata, wamefungwa kwenye nini? Wamefichwa katika magereza. Wamefichwa kwenye nini? Magereza. Magereza. Ndio nilisema juzi pia, kuna ndoa zinakuwa kwenye nini? Magereza. Wanandoa wapo kwenye nini? Kwenye magereza. Ndio nikasema hakuna gereza ambalo halina sheria. Hakuna gereza lisilo na nini? Na sheria. Haleluya. Sasa ndoa ikifungwa kwenye gereza, maana yake mtaishi kwenye sheria isiyo ya kwenu. Mtaishi kwenye sheria ya bwana jela. Ndo pale unajikuta kwamba mwanaume akiwa mbali, unammisi, unamtamani, jamani aje leo nimkumbatie, aje leo nimbusu, aje leo nimfanye hivi, aje leo nimfanye hivi. Akitokea mbele yako, unaona kama sasa mzimu wa ukondo umekuja. Kichwa yote inahama, unasikia hasira, unasikia uchungu, yani mudi yote inakata. Unaweza kuwa uko kazini mwanaume, unasema leo yani nikimkuta mke wangu leo nimkumbatie, kama mke ndio kembamba, nikabebe leo nikazungushe. Unatamani ununue na ua umpelekee. Ukifika tu sehemu ununue ua, unasikia uvivu. Nitamnunulia kesho. Umeelewa? Kama ndio hawa ambao ni maisha yako klasi fulani, unaenda hadi supermarket ununue vitu vizuri. Ukiona tu ni kitu ambacho kinaweza mfurahisha mke, tanunua kesho. Umeelewa vizuri? Ukifika nyumbani, ile mipango yako yote ulikuwa unasema nitafanya hivi, ukimwangalia hivi, unaona mbona leo amevaa nguo mbaya. Unaanza mkosolea tu kuanzia na kupokea. Kwa hiyo ndio umeona ndio ngoza kuvaa hizi. Yaani wanawake mkishaolewaga mnajisahau. Na nielewa. Kama unaambiwaga hivyo, ujue ndoa iko wapi? Gerezani. Nani ananielewa? Halo? Sema kila gereza lililoshikilia ndoa leo liachie kwa jina la Yesu. Magereza yote unayeshikilia ndoa, unashikilia mahusiano, leo tunakupasua. Achia ndoa, achia ndoa, achia ndoa kwa jina la Yesu. Tunaenda sawa? Haleluya. Haleluya. Ndoa ikiwa gerezani, mimi nakwambia mwanaume anaweza kuletea zawadi nyumbani. Akikuletea zawadi, unaweza ipokea hata vizuri. Ukikaa nayo dakika 2, unaanza mfikiria hivi mwanaume alinionaje? Kama na mimi mjinga, ndo aniletee hiki. Halo? Mwanamke unaweza patia mume wako zawadi. Mwanaume anapokea saa zingine anakuambia asante, lakini akikaa peke yake, akili nao mjia, hasa hawezi kukuambia. Kwa wewe kama ni mwanamke, unapokeaga zawadi, baada ya hapo unaanza kuona aliyekupatia amekudharau. Kama ni mwanaume, unapokea zawadi kwa mke wako, baada ya hapo unaona kama amekudharau. Ujue kinachokutesa ni ndoa iko wapi? Gerezani. Komboa, toka kwenye magereza, vunja magereza. Nakwambia zawadi ya pipi ni tamu sana ukipewa na mpenzi. Zawadi ya leso ya kufutia jasho ukipewa na mpenzi ni nzuri sana. Nani ananielewa? Unanielewa mpaka hapo? Zawadi ya kupelekwa saluni Jumamosi ama weekend na hela ya mpenzi wako ni tamu. Jifanye hujanielewa. Nafikiri ile kichwa kiko wangu. Unashangaa unapewa 200,000 hii, nenda saluni. Umesema mke wangu nenda saluni.
Unaenda saluni, unaenda kujimwaya mwaya. Wewe ukifika tu hapo, nataka msuko huu, hata uulizi shilingi ngapi. Tunaelewana ama tuelewani? Lakini kuna mali lazima uulize ndugu. Haleluya. Asa ndoa ikiwa kwenye magereza, hakuna kitu mtaenda kitafanikiwa. Wangapi wamenielewa? Kwa hiyo tunaambia magereza ya kipepo, magereza ya ukoo yanaofunga ndoa, inasababisha watu mnaishi maisha ya kuteseka. Lazima hiyo magereza ifanye nini? Iachie ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sheria za magereza zozote, kuna sheria za magereza zinakataa watu wasipendane. Yaani mnapendana mkiwa wachumba, mkioana upendo hakuna. Kila mtu anaishi tu kwa sababu tu hana cha kufanya, hana chaguo. Unajua sasa hivi kuna ndoa nyingi sana zinaitwa vumilivu. Wa baba wanaitwa vumilivu, wa mama wanaitwa vumilivu. Haleluya. Kuna wa mama ni wanaitwa vumilia, na kuna wa baba wanaitwa vumilia. Haleluya. Vumilia watoto, vumilia sababu ya watoto, vumilia sababu ya hiki, vumilia sababu mlianza mbali. Hiyo roho ya vumilia inatakiwa ifanye nini? Itoke. Uanze kumuona mke wako ni kama kama unapenda kitumbua, basi uanze kuona kama kitumbua kimetoka kwenye moto saa hii. Kama unapenda kuku, basi uanze kuona wale kuku wazuri. Hapa Dodoma sijakutana, hapa Arusha sijakutana na wale kuku wanaovutiaga. Kuna kuku niliwaona Dodoma na Singida. Haleluya. Bwana asifiwe. Dodoma kuna mahali panaitwa Chakoni Chako. Ukipita kuna kuku tu anakuaga pale, ukamwambia njoo ni kule. Njoo ninunue ni kule. Na kuna kuku wengine niliwaona Singida, mahali panaitwa Ubungo. Halo. Kuna kuku wale wanaita kabisa. Achana hao kuku wengine huku unaambia wanitengenezee kuku zinaungua. Sio hao. Kuna sehemu kuku kabisa. So kama unapenda kuku kabisa, ndoa yako itakuwa zaidi ya hiyo kuku. Wangapi wananielewa? Nyinyi mnasema amina ndogo hapa. Mkianza kuishi ndoa yenu kama paradiso, mkwe mnaniletea hela. Haleluya. Amen. Mwe mnaletea hela. Sawa? Na ukianza kuona dalili tu mtu ulikuwa unampenda, ghafla binivu ukimwangalia unaona kama ng'ombe ya kijijini imepoteza, imeenda kula mahindi ya watu, ujue kwamba ndoa iko wapi? Sheria inakataa kumwona mke mzuri. Sheria inakataa kuona mume ni nini? Mzuri. Haleluya. Tunaendelea. Ya mwisho, wamekuwa mawindo. Wamekuwa nini? Mawindo. Sasa hapa kwenye kuwa mawindo, kuna ndoa huwa zinashambuliwa na wachawi. Haleluya. Kuna ndoa huwa zinashambuliwa nini? Na wachawi. Kuna watu wanashambuliwa kwenye engo ya ndoa na wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye anashambuliwa na wachawi ndio wale watu unajikuta, kwa mfano kama uko kwenye ndoa, leo unampenda mwanaume, kesho unamchukia. Leo unampenda mke wako, kesho unamchukia. Sijui unanielewa mpaka hapo? Wale unaotaka kuoa, unamwangalia mpenzi wako unataka kumuoa, unaona unampenda, baadaye tena unamwona hivi nimekosea, nitamuoa kweli huyu? Yaani unakuwa na vitu vya kupanda na kushuka. Uchumi, kama ndoa yenu iko kwenye mawindo, pesa haziwezi kukaa. Mnakuwa mnapata hela zinaisha tu kwenye matumizi ambayo hayaeleweki. Unapata hela, mtoto ameugua. Unapata hela, mume ameugua. Unapata hela, mke ameugua. Mnapata hela, mnasema hii hela sasa hii familia inaenda kutusaidia kwenye 1 2 3. Wazazi wenu wanaugua. Yaani hela inakuwa haiwezi kutulia nyumbani. Kwa sababu gani? Ndoa iko nini? Mawindo. Kwa kama kwenye familia yenu, kwenye ndoa, unajikuta kwamba uchumi, pesa hazituliagi. Kila hela ikipatikana matatizo yanatokea. Kama hela hakuna, familia zote ziko sawa. Hela ikipatikana, shida inatokea. Lazima hela ikiisha, shida zinaisha. Ujue kwamba ndoa yenu iko kwenye nini? Mawindo. Na kuna wale watu ambao ndoa yao, yani wao mke na mume ni supporter wa ukweni. Sawa? Yani mwanaume anategemewa kwao, mwanamke anategemewa kwao, na nyinyi nyote ndio mmefanyaje? Mmeoana. Mnajikuta kwamba kila mkipata hela, kwa mwanaume kuna shida. Mkipata hela, kwa mwanamke kuna shida. Mkipata hela, watoto wana shida. Mkipata hela, mmoja wenu amepata hasara kazini. Yaani ujue kwamba ndoa iko kwenye nini? Mawindo. Unachotakiwa kufanya, Biblia inasema mitego wanaotutegea haita tunasa, inawanasa
wenyewe. Kwa unaanza kukimbiza kila roho inaowinda ndoa, roho inaowinda uchumi. Ninakukimbiza, huna mamlaka kwenye maisha yangu, hamtanipata. Ninajificha ndani ya damu ya Yesu. Ndoa yangu naifunika kwa moto wa Mungu, naifunika kwa damu ya Yesu. Unaombea ndoa yako ulinzi. Wangapi wananielewa mpaka hapa? Sasa watu wakianza hivyo, unaanza kuambia, unaanza tu kila saa unawaza, huyu atakuwa na mapepo ya chuma ulete, sio bure. Nitakuwa nilikosea kuolewa, huyu atakuwa na mapepo ya chuma ulete, huyu nitakuwa nimekosea kuoa, ana majini ya chuma ulete, huyu siwezi. Yani hapa unatafuta kibinti kingine. Unapotafuta kibinti kingine ndio unatengeneza mchepuko, ndio unaenda kumalizika na hela zote zinaisha. Sema kuanzia leo, kila mishale inaowinda roho ya ndoa, inaowinda ndoa kwenye maisha yangu, kwenye familia, hii mishale toka. Mishale yote ya kimashetani unayewinda ndoa, toka. Achia ndoa, achia ndoa, achia ndoa kwa jina la Yesu.